alikuwa peke yake. Sawa jamaa? Alikuwa wapi? Alafu akaamua kuumba mbingu na nchi na mbingu za mbingu. Alafu akaamua na vitu alivyoumba alitoa kwa vilikuwa ndani yake. Akaamua kujigawa. Na hivyo vitu alivyoviumbia akavigawia uungu wake. Ukiangalia kitu utaona uungu wa Mungu. Ukiangalia mbingu utaona uungu wa Mungu. Unaita utukufu. Naingia vizuri hapo. Ndio maana mtu hawezi kusema Mungu hayupo, ni mpumbavu tu. Anasema moyoni mwake Mungu hayupo. Kwa kwanza, kanuni namba 2. Mungu ni mtoaji ili apokee. Hata alipotaka kutuokoa sisi, alihakikisha kila alichonacho cha kipekee alikitoa. Kwa msingi upendo, kwa kanuni hivi, kwa imani, akitarajia kwa jinsi Mungu alitoa mwanae. Kwa jinsi Mungu alipenda hata akatoa ili kila amini. Imani ipo, upendo upo na tumaini ipo. Tumaini liko nini? Uzima wa milele. Tumaini ndio faida. Hakuruka pamoja na nguvu zote. Angeweza kumwambia shetani, toka hapa. Acha watu wangu waokoke. Alihakikisha anatoa akuvuke hiyo kanuni. Sasa mishonari waliwafundisha kuomba sana. Na wakadanganya, fumbeni macho. Mtoe vitu vyenu, Mungu atakuja kuchukua, atapeleka mbinguni. Mara hapa umende yupo. Umende kupe ni mwizi tu mzuri. Sasa katika kila ibada tufumbe macho. Ukimuuliza tangu ufunuo mpaka mwanzo mpaka ufunuo imeandikwa wapi tufumbe macho? Haipo. Tunaongea watu sahihi. Na akili pia wakazifunga hivyo. Wakawa watu wa kufunga na kuomba, mikesha kila namna. Lakini kile kinachosababisha utajirike au kufundisha. Ngapi naongea nao? Umeokoka moyoni mwako, akili zako ni mahali pa kiti cha enzi cha ufahamu na maarifa. Na hapo ndipo hekima pia utawala. Kwa ufahamu nakwambia, inakwambia ili uweze kufurahia uwepo wako chini ya jua na chochote ambacho Mungu anataka kukupe, lazima uelewe kitu kinachoitwa majira ya kupanda na kuvuna. Hayatakoma. Ufahamu nakwambia hivi, ili ufanye hivi, toa. Hekima nakwambia hivi, usitoe tu, hakikisha pia unafanya kazi na miradi mbalimbali ambazo Mungu ataenda kuzibariki ili kuonyesha kwamba yeye ndiye mwenye kanuni hiyo. Sasa wengi makanisani wanatoa lakini hawana kazi. Hawafanyi kitu ambacho Mungu anaweza kukibariki. Mungu bariki kazi ya mikono yetu. Okay. Kutoa na kupokea inafananishwa na kupumua. Ukiacha kupumua, kutoa nje na kupokea ndani, umekufa, si ndio? Na wewe ukiacha kutoa, utapokea. Ukiacha kuipa ardhi mbegu, haitakuzalia chochote. Na kanuni ya kutajiriki Mungu ipo kama kilimo. Ndio maana alichukua mtu akamweka kwenye bustani, akamweka lime, kaitilize, lazima uwe na kitu cha kumpa. Hiyo ni ngumu kusikiliza. Ili Mungu afanye kitu kwako, lazima uwe na kitu cha kufanya, cha kumpa. Lakini nyinyi mnampanga maombi sana. Alafu naibaje? Anajibu maombi. Ukikuuliza amejibu maombi wapi? Unamstari. Nuhu hakuomba, alitoa sadaka. Ibrahim, mtu wa kwanza kuomba, maombi yake yaligota, hayakujibiwa. Mbele ya Mungu. Alikuwa mbele ya Mungu, damu na nyama. Mbele ya Yesu. Wanaongea na Yesu. Yesu anamwambia naenda kuangamiza Sodoma na Gomora. Malaika wale pale.
Unasemaje? Nasema wakiwa 100 yake sitaangamiza. Wakiwa 50, 20, 10 sitaangamiza. Hakuna cha sadaka. Lakini aliwapa chakula wakala nyumbani kwake kwa ajili yake. Wakasema mwaka kama huu Sara atapata mtoto. Kumbe kilichochelewesha nini? Wanaanza kunielewa sasa. Nenda kuelezea. Na wewe hii kutoa hii ndakuelezea vizuri. Maana tumeanza mchakato. Maana Afrika wamekuja uhubiri ambao wapo wanashangaa watu wametapeliwa, wamefanyweje? Mungu anasema watu wangu wanaangamizwa kwa kosa nini? Maarifa, sio maombi. Sio mikesha. Sio mafungo, kufunga na kuomba. Okay, nitajie mtu yeyote aliyeomba akajibiwa. Moja, mtu mmoja aliyeomba akajibiwa. Akaomba tu maombi akajibiwa. Ni hapo. Nani? Hezekia. Aliomba akajibiwa. Hezekia alijibiwa kwa jibu nne. Angalia, alimwambia Mungu, sawa, mimi niko tayari ulikosema. Lakini huko nakoenda watakusifu, watakutukuza. Alafu akamwambia, kumbuka nilichokufanyia. Kumbuka sadaka za nani? Hezekia. Nini kilichosababisha Hezekia kajibiwa? Sadaka zake, sio maombi. Alimkumbusha tu Mungu. Mungu anasema nikumbushe upate pewa haya. Maana kuna kumbusha, maana kuna kitu kilifanyika au kilisema, si ndio? Wewe nipe kitu kingine. Solomon, mwanasiasa, sio kuhani. Ni kadogo tukakaenda madhabahuni, katembea siku 3. Watu wanasema kanisani mbali, anabietoa na matako yake. Akiwa mgonjwa anataka chongaji nakuja kanisani kisha apona, tu kanisa mbali, kuja hata kurudia. Una adabu. Kwa mganga kienyeji mnaenda mnavua na nguo, mnaoshwa, mnafanyweje? Sisi hapa mnatuambia kila mbali. Akiendelea ng'ombe, unapeleka ng'ombe 20, unatafuta unapeleka, alafu hakuna suluhisho. Sisi hapa tunatuharakisha haraka. Nataka kuona haraka. Nataka hiki haraka. Umenipa nini? Umempa Yesu nini? Ndio ushenzi hapa. Mataji. Bwana Yesu asifiwe. Naambia ukweli. Hata Yesu mwenyewe ndiye amesema. Naweza kukuonyesha. Nikija kwa Yesu hapo mnajibana 1000. Ndio mzunguko wa maisha yako. Fanya kazi zote utakachokiona umefanya cha muhimu maishani mwako, umenunua 1000. Ukitoa 10,000 kanisani, utakachofanya nyumbani kwako pale ukiangalia ulionunua cha muhimu, ambacho nasema hiki cha muhimu 1000. Hela zingine ujui zimeenda wapi. Ninaanza kuelezea. Nachezea Mungu wewe. Nataka kuelewa. Na mimi nimeambiwa nieleweshe. Solomon akaenda kachinja ng'ombe 1000, mtoto ana maadui, ana kila mtu anayetafuta kumuua. Akalala, hakuna maombi. Mungu akaja na majibu yake akamuuliza, sasa omba lolote. Maana sasa zile hujaomba, omba lolote sasa. Maana angekuwa ameomba Mungu asingemwambia omba lolote. Alitoa sadaka kalala, Mungu alipiga aje. Mungu akaja, omba lolote. Mimi sina lolote. Wewe unifanya Daudi kama mfalme na ukanichagua mimi mtoto. Sijaenda kuja mbele zako na kutoka mbele zako. Siji kuja kutoka mbele za watu wako na kutoka mbele zako. Nipe moyo wa adili tu, inanitosha. Hilo tu. Mungu mwenyewe kutarajia ataomba kitu kama hicho. Hii naingia hapo. Akasema kwa kuwa umeomba hiki, hujaomba kuangamiza adui zako wala nini. Na kuongezea na utajiri, heshima na nini, na kuongezea. Amen. Alafu wakati wa Solomon hakuna aliyeletwa kitu. Yeye alikuwa na gereza ya ndani, unafungiwa ndani kwa ndani. Anakuambia wewe umefanya kosa hili. Siku ukitoka hapo umejiua. Na unafikiri hapo angalia, anakuacha miaka. Ndio kina rais hata Nyerere alikuwa anaangalia hivi. Tunafanya gani? Bwana Yesu asifiwe. Hakupigana vita yoyote, ni hii. Moyo wake hekima, maarifa. Alikuwa anaongea na wadudu.
Lakini katika hekima hiyo wanawake pia ni hatari. Mungu awabariki. Jamaa akaoa wanawake 700. Akachukua na wengine mashuhuria si masuria 300. Wanawake 1000 nafanya nao nini? Biblia inasema akageuza watu. Mimi sitaki upumbavu. Sitaki kuwa kama Solomon. Ila nataka kuwa na moyo wa adili, lakini sio Solomon. Sitaki kufananisha na mtu. Solomon mwenye hekima yote akasema kila kitu ni kama kufukuzana na upepo, pumbavu kabisa. Na akaacha kuabudu Mungu. Mimi sitaki kuwa kama Samson rafiki yangu, tena ndugu yangu. Mtu ana nguvu, yana akifika simba akimuona hivi anasema kitoweo. Wewe ukimwona na kimbia mpaka na nyenyea, yeye anachukua. Mwanamke akakata nywele na wakamtogona maji. Hii Elia anaita moto, shuka moto. Moto na shuka. Mwanamke akamtishia maisha, akapaa akafikia na toroka unabii. Bila kuufuta kwa unabii unafutwa kwa neno pia. Mtu akisema nitakuwa, unasema nimekupa siku 3. Nitakuja kwa mazishi yako, utakula kwao. Umemaliza naye, akui. Amen. Neno jibiwa kwa neno. Amen. Nyinyi mnajua tushinde. Asa katoa kwenda mbinguni. Mungu akasema kuna unabii wa kusubiri. Sasa naenda. Kabla Yesu ajaje, unatakiwa utangulie wewe Elia. Sasa utaenda sasa wasifike wakakuua. Utaenda kama Yohana. Lakini roho ni Elia. Luka 1:17. Jamaa akazaliwa. Anatisha kama nini? Nzige na asali. Wewe utakusanya hizo sangani mpaka ushibe. Ila kiita tu nzige njoo wanakuja. Asali anapiga. Wewe. Ni chakula kwa nakula. Anaokopwa na wafalme na nini? Jamaa akaja mwingine hajaoa na kuja kutatua ndoa za watu. Wajamfunga. Siku yule unabii sijakata kichwa chake. Jua kabla ya zamu. Kabla ya zamu unapita kacheza kule kitu. Kaka, mstari wa kamelia. Yaani Yohana Mbatizaji alikuwa ni kati. Yesu mwenyewe anasema kwa uzao wa mwanamke hakuna mkuu kama yeye. Lakini mwanamke aliomba kichwa chake kaka. Mstari wa kamelia. Nataka kuwa kama Yesu anavyotaka niwe. Amen. Kwa kipekee. Sitaki kuwa kama mtu yeyote, nataka kuwa kama mimi katika habari hii. Amen. Na katika dunia hii. Amen. Katika umbe yangu. Na watu wangu lazima wawe kama Mungu anavyowataka wao. Amen. Bila kwa sababu wako na mimi watakuwa na ufarufu yangu. Maana Yesu wakina Petro wakana matenge kama Yesu. Sasa wewe unatembea kama yeye. Unajikuna na wewe unaongea kama mimi, lakini ni wewe. Amina. Petro kuitwa Yesu alisema tu ulikuwa na yeye. Ongea yako, tembea yako. Lakini Petro kwa Yesu. Alikuwa ni Petro. Inaenda kabisa. Hivi na watu hapo. Mungu amekuwekea hazina tele. Shida ni taarifa hizo nazo. Na kanuni unazofanya kazi. Eti moja toa moja unapata 2. Hiyo ndio shida. Toa moja unapata 2. Hiyo ndio shida. Unapewa 0 na kugombana na mwalimu wewe. Alama tofauti. 1 jumlisha 1 ndio 2. Sasa umekuwa ukitumia mfumo wa dunia ili ufanikiwe kwa Mungu. Unataka Mungu akufanikishe. Haiwezekani hiyo. Tunaongea watu sasa hivi. Mnawahakika. Shida watu wengi wanasema hiki kitu hakifanyi kazi. Kifanye kwanza alafu sijaribu, wewe fanya. Kuna kitu kinaitwa kuwajibika. Kiswahili sinasemaje? Uwe persistent and consistent. Bwana Yesu asifiwe. Ni Maria anaingia. Yesu mwenyewe anataka kulisha watu. Yohana 6. Watu karibia 40,000, wanaume 5,000 walihesabiwa. Sensa ilipita. Hakushusha chakula. Alifanyaje? Wapeni watu chakula. Wakalalamika, hatuna chakula, hata pesa itoshi. Na hata kitosha, hapa ni jangwani tutapata chakula wapi? Filipo akaja akasema, kuna kijana hapa na mikate mingapi? 5. Nasema iko ngapi? Yesu akasema waweke chini. Walimpa Yesu kitu. Kile walichompa ni kizidisha. Na wakaokota vikapu 10 na ngapi? Kwa sababu waliokota walikuwa 12. Wakikosa bila wili wangekuwa
Na pia ilikuwa ni usiku. Kwa kijana akaenda na vikapu 10 na ngapi? Niambie kokote Yesu amefanya muujiza wowote kwa damu na nyama, hajapata kitu. Anapewa kwanza. Kwa Petro, Petro alimpa mtumwa. Alafu akamwambia nisogeze ndani. Wote waliohubiria kumpa chochote wakatoka tu. Lakini aliyepewa pesa, Petro akamwambia kuongoza sala ya toba. Wala kumwambia dhambi zako zimesamehewa. Petro pamoja anasema mimi mwenye dhambi, akamwambia alichobadilisha kwa Petro cha kwanza ni mfuko wake. Akamwambia Petro, tupa nyavu zako kilindini. Akapata samaki. Na maskini siku amepata hela, anachanganyikiwa. Petro akachanganyikiwa akasema mimi ni mwenye dhambi. Yesu hajasema yeye ni mwenye dhambi. Yeye akasema mimi ni mwenye dhambi Bwana, toka kwangu. Mimi Yesu, mimi nikiwa na dhambi nataka Yesu, maana ni mwanakondato wa nini? Dhambi za ulimwengu. Yesu akamwambia dogo, tangu sasa utavua samaki, nienda kufanya wewe mwenye dhambi. Sasa utakuwa watu nifanye. Alimwambia umesamehewa dhambi. Kuna watu wachache walisamehewa wakati wa Yesu. Hivi unajua watu wote wale waliokoka siku Roho Mtakatifu alipokuja. Hata Yesu mwenyewe aliokoka siku alifufuka. Na ile fufuka alikula damu yake na mwili. Alishiriki. Sasa Mungu alipotoa mwanae, leo tuko wangapi duniani? Si mabilioni na mabilioni. Tangu hizo za Yesu, kumbuka pia alifufua, alienda kuzima kawahubiria wale waliko paradiso. Wakafufuka kabla yake. Unaelewa? Malaika na Judas Iskariote alifufuka. Tangu wakati wa Nuhu. Kwa mtu anasema wale walienda wapi? Walifufuka Mathayo 27:53 hadi 56 pale. Tuna walifufuka. Waliamini. Waraka Petro anaelezea alifanya nini kule. Walioamini walifufuka. Ni hilo tu. Hakuna popote mtu anatoka hapa ataenda kuzima kahubirie watu. Haipo. Yesu amesema. Kwa hakuna maombi ya mtu aliye hai kuombea mtu aliyekufa itamfanya aweke mahali pema peponi. Shenzi kabisa. Hello. Tangu hizo mpaka leo tuko anga ni mabilioni na mabilioni na mabilioni. Ni umati mkubwa. Na Yesu anataka tu theluthi moja ya watu wote waliko duniani. Maana Lucifer alichukua theluthi moja ya malaika wa Mungu wote. Maana wale wanapopeleka motoni inatakiwa theluthi moja pia ni. Alafu waliobaki waende motoni na Lucifer. Hiyo iko kwenye kitabu cha Ezekiel. Na kwa nini watu waelewi hivi vitu? Bwana Yesu asifiwe. Nitajie mtu mwingine tena. Aliyejibiwa maombi yake. Yule Hana ambaye alikuwa Silio ana mtoto Silio jamani. Sikiliza alichokisema. Ukinipa mtoto nitakupa huyo mtoto. Utakuja hapo kujiona. Na Mungu akampa mtoto na yeye akampa huyo mtoto. Silio. Baada ya kumpa yule mtoto nini kilitokea? Alizaa watoto wengi so. Kwa nini Mungu utakupa mtoto? Ukinipa na kupa. Na Mungu mpa mbegu mwenye kupanda mbegu. Ana alitaka mpatie Mungu mbegu lakini hakuwa na mbegu. Akinipa mtoto nitakupa wewe maana una nabii. Hivi na leo Ana aliangalia kaona Mungu hana nabii wakati huo. Maana yeye aliyekuweko pale kama nenepa hakuna kitu. Yeye mtu akiomba anasema amelewa. Na leo zira. Kona naangalie Samuel akachukua badala ya Eli akawa nabii mkuu. Inaeleweka. Kama hujawahi kupata mtoto, sikiliza, hata kama ulitoa mimba nini, damu ya Yesu Kristo ikusafishe, kutakase, usamehewe. Alafu nini? Tulia, uone kitakachotokea. Twende nyumbani. Jamani inaeleweka. Niambieni mtu yoyote aliyeomba kajibiwa. Si mseme. Si mnasemaga Biblia. Mwangalie jirani yako mwambie hivi, mwambie usipotoa huwezi kupokea. Huwezi kupokea. Mbegu ni kitu kidogo unachokitoa lakini unapokea nyingi, si ndio?
mbegu ulionayo usiyopanda inabaki vile vile. Mimi ni tokeo la mbegu. Mimi hapa ni tokeo la mbegu. Kwa hivyo kama tulivyosoma, mambo mangapi? Upendo, tumaini, imani. Utoaji ni tendo la upendo na imani na tumaini. Tumaini maana yake kutarajia kitu kizuri kunitokea. Sawa jamani? Kwa hilo linatupa kanuni namba 3. Kanuni namba 3 ni nini? Nikipanda, jamani unanielewa? Nikiipa ardhi mbegu, haitachipusha saa zile zile. Naelewa kweli? Itabidi nisubirie. Sasa wakati nasubiria inaitwa wakati wa kutumainia. Sasa mimi sitaki kuita wakati wa kutumainia, naita wakati wa kutarajia. Unatarajia nini? Muujiza. Naita muujiza mimi yale matokeo. Kanuni namba 3. Natarajia mavuno. Sasa neno mavuno andike kwenye parandesi, yani bracket au mabano. Mavuno, muujiza au kitu kizuri. Sasa kati yangu na kile ninachokitarajia kukipokea, kuna nini katikati yao? Niangalieni, kati yangu na mavuno yao kuna nini hapo? Wewe nieleze. Mimi nimepanda mbegu. Hii ni mbegu yangu, nimeifanyaje? Nimeipanda. Sasa hii mbegu nimeshaipanda, imekufa. Mnasikia bila? Imeoza. Sasa hapa kuna mbegu imefanyaje? Imekufa, imeoza, imechipuka. Sawa jamani? Ndakuja kuelezea unajuaje kile unachotaka kupokea kinakuja, ili uweze kukilinda na maombi gani, au uweze kufanyeje uweze kukilinda, kama vile unavyolinda mavuno ya shambani. Hivi unaelewa sio? Sasa watu wengi wanaambiwa pana, lakini hawafundishi namna ya kutarajia kuvuna. Wengi wanaambiwa toa, lakini hawafundishi jinsi ya kutarajia kufanyaje kupokea. Naelewa? Sasa kati yangu na mavuno yangu hayaonekani, lakini yapo. Sawa jamani? Lakini hapa nimeshapanda, imekufa. Sasa mawazo yangu hayako kwenye mbegu tena. Yako wapi? Sasa mavuno haya sio Mungu ananipa, lakini Mungu anasababisha iwepo. Muda wa kuvuna sio Mungu anaweka, mimi ndio naweka kulingana na mbegu niliyoipanda. Mbegu unapotaka itoke ichipuke haraka, unaloweka. Sio? Unasugua ile nini yake. Ni kiini. 3, unaweza kutumia kemikali, sio? Unataka ichipuke kwa haraka. Kwa hayo ni wewe unayafanya. Ndio maana ukisoma katika Mwanzo 8:22 asemi muda wa kufanya wa mavuno, anasema nchi ndio mpo muda wa kupanda na kuvuna. Avita koma, kwa muda wa kuvuna haupo, wewe unajiwekea kulingana na mbegu unaipanda. Unaona sikia? Sasa nani anasababisha chipuki? Ni Mungu. Kwa hivyo tarajio lako unaweka kwa nani? Kwa Mungu. Lakini lini unaweka tarajio lako? Lini nitakapovuna haya mavuno? Wanaitwa nini? Lini nitakapovuna haya mavuno? Kwa siku hii itaitwaje? Kwa saa zote nikishapanda, saa zote napopumua mimi ninatarajia kupata kitu kizuri. Natarajia kitu kizuri kunitokea kwa sababu nimeshapanda. Kwa mfano nimekuja kanisani,
moyoni mwako Mungu amesema na wewe au umesikia kutoka ndani yako utoe sadaka fulani sawa na kanuni za Mungu. Sasa ukishatoa lazima mawazo yako yaende katika matokeo. Ni vizuri jamani? Sasa saa zote ninapokula, ninapoenda kulala, ninapolala, ninapoamka natarajia kitu. Sasa kwa sababu natarajia, na wote waendao kwa Mungu lazima watarajie kupewa thawabu. Sina ngena watu. Sasa kinaponitokea nina uhakika Mungu ametenda. Kwa hivyo namrudishia nini? Utukufu. Na nikimrudishia utukufu ananizidishia, na sio kila saa ninapataga. Tutakuja kuelezea baadaye. Imeeleweka vizuri? Sasa nitakapovuna, nimepanda moja, nitavuna mengi. Tena Biblia imeweka idadi mara ngapi? Kuna tarajia mara hiyo, kwa sababu Mungu ni kinyume na neno, na neno lake analisema mara ngapi? Maana amesema shahidi mmoja utoshi, lazima wawe wawili au watatu. Kwa tukiona sehemu ambapo imeandikwa kuwa shahidi mara ngapi, lazima tushikilie hicho. Hilo ndio neno la Bwana tokalo kinywani mwake. Sasa hicho ndicho tunachokitarajia, kwa sababu Bwana amekuza neno lake, ameheshimu neno lake kuliko jina lake, amekuza ahadi yake kuliko jina lake. Kwa nitakuwa natarajia Mungu asemaje uongo. Kosa zote najua nikipata pesa nitavuna nini? Pesa. Kila mbegu na aina yake itachipusha aina yake. Nikipanda pesa sitavuna magunia mahindi. Hello. Najua mnapenda kama maombi, ni maana kifia kwenye masuala pepo la umaskini asikiaje maombi. Funga na kuomba pepo la umaskini litatoka. Kama ilikuwa ni maombi ya kufunga na kuomba, Afrika ilikuwa tajiri. Maana Afrika unajua kufunga na kuomba na kunena kwa lugha na kupiga makofi na kushangilia. Lakini pepo la umaskini litatoka hivyo. Hata likitoka ukianza kutoka linaenda nyikani, baadaye litarudi. Likiona uendelee litaleta wenzake sana, ndio maana yake. Na hali ya yule mtu inakuwa mbaya kuliko. Lakini yale magonjwa tunatoaga tunafundisha mtu kuhusu neno la Mungu. Hii inatakiwa iwe consistent and persistent. Yaani ufanye kila mara, ndio maisha yako. Kwa sababu mwenye haki wangu ataishi kwa imani. Sasa mnafanyaga mnaacha. Kwa hivyo tutaenda nini ninachokitoa. So utoaji ni kitu cha kiimani. Tutaangalia sisi tulio wa Yesu Kristo ili tubarikiwe damu na nyama, tunakuaje? Tunafanyaje? Inaelekea hapo. Kwa leo tumeelewa kanuni ngapi? Kwa nikitembea ndio maana mnaona vitu vinafanyika. Tatizo moja shida anachoweka, mkifundisha kuhusu wiki anaambia watoto wake wanataka sadaka. Lakini wanapoenda kwake, kwa watoto wake waganga kule, wanatoa mahela, wanatoa mpaka watu. Wengine wanatoa mpaka watoto wao kwa sadaka, wake zao, waume zao, ndugu zao kwa sadaka. Utalinganisha na 1000 yako 1000. Wewe fungu la 10 tunatoa leo, kesho na yake. Unataka kubembeleza, utafanikiwa lini wewe? Unafikiri utainuka wapi? Hicho ndicho shetani anataka. Wataongea kule na wewe usasikia huko, unaacha lile la Mungu. Wanataka tu hela. Yaani makanisa ya sokoni. Huko mliko mtoa sadaka. Mkume mmeiba. Hivi nafahamu pepo anaogopaga mambo ya utoaji. Wewe ukiwa na hela sio rahisi sana na umeokoka ili pepo kuchezea, kwa sababu baraka za Bwana utajilisha na achanili zuri. Sasa shina kutokea wapi? Kwa sababu mambo yenu mnaangalia nani anasema nini? Nini tunasema kule, mnaacha kile cha Mungu. Mkimtazama Yesu alimwanzilishi na mtimizaji wa imani yenu, amwangalie huyo. Lakini laiti tungeweza kuangalia kanuni namba 3 ingetufanya tuwe na. Sasa tuchukulie na kutarajia wewe. Hakuna kitu, kwa sababu wewe sio mwanzilishi wa huduma. Na wewe si Mungu wako, kuangalia wewe. Wewe ni mhitaji, unahitaji Mungu. Mungu anahitaji pesa yako, lakini wewe unahitaji hiyo pesa unayotoa. Sasa unapotoa chochote kwa Mungu, Mungu si mhitaji, wewe unahitaji. Ni kwa ajili yako ili uongezewe ubarikiwe. Utaki kujua hilo, utakuta sana. Sasa wengi wanapotoa wanafikiri wanasaidia Mungu, asaidiwe. Tusaidie kazi ya Bwana, tutasaidiwa wewe. Mungu sio mhitaji. Atafanya njia pasipokuwa na
Mungu ni mwaminifu kwa watumishi wake walio waaminifu. Watu wanatushangaa yanayofanyika hapa ni kwa sababu ya uaminifu. Vingine tungekuwa tunazika humu. Mwelewi. Yeye unafikiri waganga wachawi hawa watu wa shetani unafikiri wananipenda? Unafikiri wananipenda? Na wanajua nini kiko hapa? Kitatia Mungu kwenye fahamu za watu. Moyo nimeokoka lakini akili hii ndio shida kubwa kwa bara letu la Afrika. Wana mikesha mingi hakuna suluhisho. Unaweza kufunga na kombo kwa sababu ya mume ukapigwa na mume. Ukafunga na kombo kwa hiyo olewe na mtu na akakuacha. Lakini sadaka inanena. Tunakuja kuzungumzia haya. Sadaka sasa sio pesa tu. Tunakuja kuzungumzia unatoa nini, unapata nini. Unataka furaha, panda furaha na Yesu asifiwe. Ngoja nikwambie kitu. Kabla hujatoka. Unachokitoa sio muhimu. Usije katoka hapo unafikiri unachokitoa ni muhimu. Unachokitoa sio muhimu kama namna unapotoa. Namna ya utoaji wako ni muhimu kuliko unachokitoa. Kwa hiyo tafakari. Na mafundisho haya hana kama maombi. Na kama ni maombi ni matamko na utendaji. Na Afrika wana maombi sana lakini utendaji sifuri. Ukisoma kuhusu Yesu, amezungumzia imani karibia 15%. Amezungumzia utoaji karibia asilimia ngapi? 50. Amezungumzia upendo karibia asilimia ngapi? 25. Hii kitu mnaita maombi. Angalia Biblia yako vizuri. Amezungumzia karibia 10%. Na umemaliza asilimia zote. Lakini nimekazana kile kidogo kuliko kile kidogo. Na ndio maana maisha yetu fuatilia. Wakati wote ukizungumza kuhusu utoaji, ukaanza kutoa, unapata upate. Nyinyi wenyewe mnaelewa, sio? Swali la kwa nini unaacha? Unaona kila siku fundishwa. Kila siku fundishwa. Nyinyi wenyewe mnaonaga hapa. Ukianza tu kutoa, lazima mwe mnapata mara kwa na mnafanyaga vitu. Mkiacha tu. Kama ningekuwa muombe, ningesema baba ifanyike kazi. Be consistent and persistent. So unafanya leo, kesho umeacha. Sasa tutaenda tunapanda nini? Tunafanyeje? Wanaisha sifiwe. Mtu akishaokoka, Mungu akupi pesa, anakupa nguvu ya kupata pesa. Na anakupa mambo mangapi? Matatu tu. Anakupa hekima, maarifa na furaha. Maarifa utajua cha kufanya. Hekima atakuongoza jinsi ya kufanya. Na furaha ile itakufanya upokee. Hata kama adui na mazingira wanasema hapana, furaha inasababisha, kwa sababu furaha ya Bwana ni nguvu. Ndio maana nashangaa wengine mkitoa sadaka, mnatoa kama mmenuna, mnaenda kama ile. Ndio mahali pa kucheza. Ndio maana unaona leo tumefanyia ibada. Maana hakuna ibada. Wazee 24 ni ibada wanayofanya, wanampa Mungu taji la dhahabu. Alafu anainama wakinuka anawapa zingine. Wakimwona hivi tena wanampa, ndio maisha yao kuendelea ndio wale wazee 24. Na hao wazee 24 taji maana yake ni nini? Ni watawala. Maana yake ni wafalme, mfalme anapata taji. Huko kuna wafalme 24 mbele za Mungu na wanampa Mungu falme zao na Mungu anawazidishia mara kwa mara. Neno kutupa maana yake ni kumpa. Alafu akiinuka hivi wanapokea zingine. Na wakiwacha kufanya vile wamesizi kwenye falme zao. Na wanamfanyia ibada, wanamtumikia hivyo. Ukimtumikia Bwana Mungu wako sio maombi. Hivi nawaulize Thomas aliomba maombi gani? Hakumtumikia Bwana. Ngoja ni. Wangapi mwepo na sala ya Maria Magdalena? Kazi yake ilikuwa ni kutoa injili iende. Anaheshimika. Kazi yake ya kwanza ilikuwa ni kuchakolo. Alikuwa ni kahaba. Yesu alipomuokoa akasema sasa ngoja nilete watu. Na hela nilizonazo zitatumika kuleta watu. Wakisoma Luka 8 mstari wa kwanza hadi wa 3 walikuwa wanamtumikia Yesu na mali zao. Wewe unamtumikia Yesu na nini? Na maombi yako. Maombi kila mtu anajua kuomba, hata Roho mwenyewe anajua kukuombea. Yesu amekaa kule kukuombea. Maana kuna kazi ya kufanya.
Asema babu sote ulimwengu sio kwa sababu ya maombi, kwa sababu ya kazi. Nilikwambia haya, ukitaka kutoka toka. Wataka kusikia watakuja na wataelewa. Ngama nisikia. Maana kuna mingine kilichozoeshwa maombi nini na hakuna kinachoendelea maishani mwao. Sasa unapowafundisha ile njia, wanapa masikia kama ile ya koko ya utafiti. Unasemaje? Ni rahisi sana shetani akakuachilia ukaja, pambio zikaimba mkacheza, inapofika kwenye masuala ya muhimu ya wewe kuinuka, itadondoka pembeni ya njia, atakuja na nyofoa. Yesu akasema mpanzi akapanda neno. Mbegu ilikuwa ni neno. Angalia mifano ya Yesu ilikuwa kuhusu kupanda. Na anasema akavuna. Na wala shughuli. Inua mikono yako. Sema Bwana Yesu, nakushukuru Bwana wa majeshi. Kwa kuwa natokana na wewe. Mimi natokana na wewe Yesu Kristo. Na wewe ndiye Bwana na Mwokozi na mkombozi wa maisha yangu. Wewe ndiye uzima wangu, njia yangu, ndio kweli yangu. Wewe ndiye yote katika yote. Wewe ndiye uzima wangu. Wewe ndiye afya yangu. Wewe ndiye mamlaka yangu nilionayo. Wewe ndiye utukufu wangu, heshima yangu, utajiri wangu, uweza wangu, nguvu zangu, baraka zangu, hekima yangu. Wewe ndiye urithi wangu. Asante Bwana Yesu. Na kwa kuwa natokana na wewe, nimeshawashinda wanaoshindana nami. Kwa kuwa wewe uko ndani yangu. Na wewe uko ndani yangu ni mkuu kuliko wote walio katika ulimwengu na walioko upande wa adui zangu. Asante Bwana Yesu. Tangaza unatokana na Mungu. Tangaza unatokana na Yesu Kristo. Tangaza sahihi yeye ni nani kwako na wewe ni nani kwake. Tangaza yeye ni ushindi wako. Wewe ni mshindi kwa sababu yeye ni mshindi wako. Tangaza. Wakati huo kuna mtu anamwaga tumbo kama kichomi upande wa kushoto. Sasa hiyo unaponywa. Wewe endelea kutamka. Wewe ni nani katika Kristo Yesu? Haushindi kwako. Ukianzisha na maliza sababu Yesu ni Alfa na Omega. Alianzisha kazi njema ndani yako, ni mwaminifu kuitimiza. Hata kuja kwake Kristo Yesu. Sikwami kwa sababu Yesu Kristo ni Alfa na Omega. Sitakwama maishani mwangu. Sitachelewa katika lile lilochema katika kusudi. Ninathubutu katika uthubutu wa Yesu Kristo. Inua mikono yako, sema na Yesu, tamka. Katika jina la Yesu Kristo. Inua mikono yako, sema Baba, ninakushukuru kwa kumtoa mwanao wa pekee Yesu Kristo kwa ajili yangu. Asante kwa kumtoa. Nami leo nimejitoa. Ni mali yako, nami natoa ninayo yote. Ni ya kwako Yesu Kristo. Viungo vya mwili wangu, nafsi yangu, roho yangu, akili, mawazo, fikra, maamuzi, maneno, mawazo, hisia, kila kitu ndani ya nafsi yangu, nje ya nafsi yangu ni mali yako. Likaimidi jina lako. Viungo vya mwili wangu ni vya Yesu Kristo. Vinamtukuza Yesu Kristo. Viambie sahihi. Mwambie kila kitu cha mali yake. Wewe umejitoa, ni mali yake, na vyote ulivyo navyo ni mali yake. Usiishie kuimba tu natoa vyote wakati hakuna unachokitoa. Unachokisema kinakufunga. Utahesabiwa haki kwa maneno yako na utahukumiwa kwa maneno yako. Ongea katika jina la Yesu Kristo. Amen. Sema mimi sio mtumwa wa shetani. Mimi sio mtumwa wa wanadamu. Mimi sio mtumwa wa mazingira. Mimi sio mtumwa wangu mwenyewe. Mimi ni mali ya Kristo Yesu. Nimekombolewa, nimenunuliwa kwa thamani
ya damu ya Yesu Kristo. Uhai wa Yesu Kristo ndio thamani wangu, ndio maisha yangu, ndivyo nilivyo. Kwa hivyo kila roho ya utumwa, haipo kwangu, kwa damu ya Yesu na kwa jina la Yesu. Tangu sasa uthamani wangu utajulikana, utaonekana, unathibitika na unafaidi ufalme wa Mungu. Asante Bwana Yesu. Asante Bwana Yesu. Namfurahia Bwana Yesu, nafurahia uumbaji wake, nafurahia kusudi lake katika maisha yangu. Asante Bwana Yesu. Mimi ni mtoaji na natoa kilicho chema, nami ni mpokeaji wa vitu tele vilivyo vyema katika Kristo Yesu. Baba, asante. Asante kwa kuniweka katika nchi iliyo hai ili nifanikiwe, ili jina lako litukuzwe katika maisha yangu. Asante Baba kwa kunifanya kwa baraka kwa watu wanaokujua na wasiokujua. Asante Bwana majeshi. Mimi ni mbarikiwa Bwana, na ndivyo nilivyo. Mimi ni mshindi na sitakaa nishinde kamwe. Ninashinda katika ushindi wa Kristo. Ndivyo nilivyo. Nafsi yangu, elewa, hivyo ndivyo nilivyo. Mimi ni kichwa, sio mkia. Mimi ni wa juu tu, mimi si wa chini. Mimi na uzao wangu na watu wangu na vyote nifanyavyo kwa jina la Yesu. Asante Bwana Yesu. Asante Bwana Yesu. Mimi si maskini, mimi si maskini, mimi ni tajiri. Nina utukufu, nina heshima, nina uweza, nazo nguvu. Nimebarikiwa nazo baraka za Bwana na hekima ya Bwana, nikifanya na tenda na kudhihirishwa katika maisha yangu. Ndivyo nilivyo tangu sasa. Natembea hivyo, nadhihirishwa hivyo, nathibitika hivyo, natambulika hivyo kwa jina la Yesu Kristo. Jina langu limetakaswa, limesafishwa, limekuzwa katika Kristo Yesu, katika nchi iliyo hai na katika ulimwengu wa roho na damu na nyama, katika ulimwengu uliopo na katika ulimwengu ujao, kwa jina la Yesu. Amen. Barikiwa. Tumekuwa warithi sasa na ahadi. Sawa jamaa, uzao wa Ibrahim ndio tunapata Isaka, Israeli. Sawa jamaa. Sasa uzao wa Ibrahim ukizaliwa, kwa Israeli wanafanya hivi. Mtoto yule wanapomkabidhisha kwa Mungu wa Ibrahim, Isaka na Israeli, wanachukua mafuta ya alizeti, mafuta ya mzeituni. Sawa jamani? Sikuita alizeti. Kwao mzeituni wanapaka mdomoni mwa mtoto ili maisha yake, mambo yake, maneno yake yawe laini na yawe mazuri, kama vile mafuta ya mizeituni inapofanya kazi vizuri. Na pia wanaamini hekima ya Mungu wanampa saa zile, ili kama mafuta ya mizeituni ilivyo bora kuliko mafuta yote, na mtoto huyo awe bora kuliko watoto wote. Wanachukua na asali pia wanapaka mdomoni mwake ili maisha yake yawe matamu matamu na vitu vitamu vitamu. Inaweka vile hapo. Na kitu cha tatu wanachochukua pia ni maziwa. Pia wanamlambisha, kwa sababu Mungu aliwaahidi wa Israeli nchi ya maziwa na asali na mafuta haya. Sawa jamani? Na wanachukua kipande cha ngano. Ngano mnafahamu? Wana saga ile sio koboleo, ndio ngano wanaokulaga. Na wenyewe wanampakia ndomoni. Haya maisha yake ashibe, asije akawa na njaa, na awe na afya njema. Maana hizo ndio baraka ambazo Israeli walibarikiwa nazo. Kwa maana nchi ni mwamba, lakini wakachukua udongo Ethiopia, Lebanon, leo mnaona
wao ndio wanalisha nchi zingine. Wao hawanunui chakula nchi yote kwa sababu hawaamini nchi yote. Sawa jamani? Na sisi tulio katika Kristo Yesu ni uzao wa Ibrahim, ni viumbe vipya, ni zaidi ya Waisraeli. Shida imekuwa katika kuishi kanuni zile nilikuwa nazungumzia za kutoa na kupokea na kumchukulia Mungu kama chimbuko na asili peke yake ndio muangalia. Na Waisraeli wanaangalia Mungu na teknolojia yao. Kwa wanaamini katika sayansi na teknolojia na Biblia yao. Mungu wa Biblia yao. Mungu wa Torah. Sawa jamani? Nasi tunapobariki mtoto huyu, tunambariki kwa jina la Mungu wa Ibrahim, Isaka na Israeli. Anaitwa Yesu Kristo. Kwa sababu amekuja dunia na amekuja kutimiza kusudi la Mungu. Mtoto wa kiume anachukua siku 60 ili mama yake atakasike aweze kuja patakatifu. Hiyo ni sheria ya milele. Inaeleka vipi hapo? Siku 60 ina maana usiku unahesabika kama siku, mchana unahesabika kama siku. Ukijumlisha ukasema masaa 24 ni siku 30. Mtoto wa kike maana ana majukumu mengi, mama anatakiwa pumzike sana siku 80 au siku 40. Inaeleweka jamani? Okay. Katika kubariki wanatakiwa waje na sadaka, wampe kuhani ya kwangu mimi. Baraka zitokaki bila, hiyo itakuwa ni umbea. Ni kama useme amani na utulivu bila haki, huo ni umbea. Inatangulia haki, inakuja amani, inakuja furaha. Na amani ya umbeni. Kwa kuna sadaka ya kumpa. Na hiyo sadaka inategemea na mzazi mwenyewe atakayojisikia. Maana ni kitu ambacho sasa natamkiwa maneno yatakayoishi kwa mtoto wake milele. Yaani thamani ya mtoto wake wenzangu. Ni kama ni maskini walikuwa nawekewa wakati ule wanachukua oa, yani njiwa na kiasi fulani anapeleka. Kama ni tajiri, kondoo na ng'ombe walikuwa wanapeleka na fedha ya kuhani anapigiza. Hivi mpo? Imefika kwenye mahali pa msosi wangu umekaa kimya. Kwani nimeona Mungu anashuka hapa kubariki. Anabariki kupitia mimi. Sasa kabla hajabariki anakulaka. Kauliza Isaka. Akamwambia Esau, nenda kaniwindia. Siku zote hakuna mpa chakula, si ndio? Kisha akamwambia nenda kaniwindia, kanipikie chakula kitamu na kubariki. Baraka zitoki bila. Umeshazoeshwa maneno, maombi, maombezi na utoaji. Na Biblia inasema kizazi chao kitajulikana na kizazi kilichobarikiwa. Nikisha bariki, hakuna cha mchawi wala cha mganga anaweza kapitisha ujinga wake. Amen. Hata wakishinikiza huyu mtoto wetu sije nini, watafanya madudu yao lakini hakuna kitu. Amen. Unaingia vizuri hapo? Maana wengine mnashinikizwa hata sije nini, walikuwa na mtoto anaenda kufanya sherehe na sherehe. Wala niiti kwa hii kabila hili. Mungu awasamehe. Ila nitawanyorosha. Na nitakula vya kwenu vya kutosha. Mnafungua macho. Mimi ndio bosi. Naomba mtoto. Anaitwa nani? Okay? Sasa bwana. Usimakiu. Huyu mimi nampa jina naita Yoshua. Yeshua Mwokozi. Yeshua au Yeshua maana yake Mwokozi au Yesu. Amen. Yeshua utaokoa uzao wa mama yako na uzao wa baba yako. Amen. Ukoo wa baba yako na ukoo wa mama yako watamjua Mungu, wataachana na ujinga wa kutambika na uchawi na uganga na ulozi na kila aina yoyote ile ya kinamna ya kishetani. Maana wewe utawarithisha watu wako nchi ambayo Bwana aliwakusudia wawe nayo. Tazama wewe ni mbarikiwa
na wewe ni jemedari. Wewe si maskini, wewe ni tajiri. Wewe si wa kuonewa, wewe ni wa kuonea kwa haki. Tazama unathibitika katika haki, unakaa mbali na kuonewa. Hofu haitakukaribia, itakaa mbali na wewe. Watu wote wakathubutu kuinuka juu yako, kwa kuwa wewe ni Yeshua, watashushwa kwa ajili yako. Kwa neno lako jua na mwezi na sayari na nyota zitasimama. Wanadamu watainama mbele zako, watatii sauti yako, na watamwabudu Mungu wako aitwaye Yesu Kristo. Tazama umezaliwa katika kizazi ambacho kinapenda fedha na kinajipenda yenyewe, lakini utageuza mioyo yao wapande kumpenda Bwana na kumpenda Bwana Yesu kwa mioyo yao yote. Wewe Yoshua, baba yako amekuita Kiril. Ingawa sijui maana yake, lakini mimi nimekuita Yoshua kwa sababu nimesikia sauti wakati nataka kupanda, nikamwambia naitwa Yoshua. Nami kwa jina la Bwana majeshi ambaye nimesikia sauti yake hiyo. Kwa uthibitisho huo, kila utakapokanyaga na watu wako utapamiliki. Tazama wewe ni wa juu tu na si wa chini. Bwana atakufanya kuwa kichwa na sio mkia. Hekima ya Mungu inafanya kazi ndani yako. Utukufu wake na heshima yake ameweka juu yako. Tazama amekuvika taji ya utajiri na uweza na nguvu zake. Baraka zake zinazotajirisha wachamilizi ninazo pia ameziweka kwako, kwa kuwa wewe amekufanya kuwa baraka, na baraka za heri amekusogezea. Matakwa ya midomo yako utapewa, na haja za mioyo yako pia utajazwa, na pia utaishi miaka mingi. Atakayekuja kinyume nawe atangamizwa kabla hajaanza kuinuka. Katika kuwaza kwao ili wakufanyie mabaya watangamizwa na kusambaratishwa. Kwa njia 7 watapigwa mbele zako na watatawanywa. Yoshua, na kutamkia haya kama mbarikiwa Bwana, mtumishi wa Kristo Yesu aitwaye Bwana wa majeshi. Tazama Mikael, malaika yule mkuu, atasimama na Gabriel na Uriel na Ariel, nao watakuhudumia. Rafael naye atakuwa mbali. Tazama nchi yake itakuwa na utovu kama ya Sharoni, na kubariki ukawe na uzima. Nchi yake ikakuzalie mavuno tele, asali na maziwa na mafuta mazuri na chakula na maongeo ya ng'ombe na kondoo na mbuzi na wanyama wa kufugwa na wasiofugwa wawe maongeo yako. Ardhi ikuzalie matunda mema, ukale mema ya nchi, wewe na uzao wako na watu wako. Na kuzingira kwa damu ya Yesu Kristo, na kukabidhi kwa Yesu Kristo sasa na hata milele, na kuna yeyote atakayekutumikisha wala atakayemtumikia nje ya Yesu Kristo. Yesu Kristo ndiye Bwana na Mwokozi na mkombozi wa maisha yako. Yeye ndiye atakayemtumikia na utatawala kwa jina lake. Watu watakupa nafasi, upendeleo na fadhili utaambatana na wewe. Bwana ndiye mchungaji wako. Utaona tangu sasa baba yako na mama yako hatapungukiwa pesa wala mali kwa ajili ya kukuhudumia wewe. Utasoma, lakini elimu yako itakuwa na tofauti sana na elimu ya watoto wengine. Maana elimu yako itakuwa ndani yako na ujuzi wako utashangaza wengi. Na kwa mamlaka niliyopewa naita roho 7, roho wa uweza, roho wa Bwana, roho wa shauri, roho wa kumcha Bwana, roho wa hekima na maarifa na ufahamu, na kupaka mafuta ili wewe usiwe kama wanadamu wasiojua nafasi zao. Katika kuishi kwako utakaa katika nafasi yako, na katika hizo roho 7 za Roho Mtakatifu utaongozwa kwa jina la Yesu Kristo, ambalo ni jina la Mungu wa Ibrahimu, Isaka na Israeli, aitwaye Bwana majeshi, ndio Mungu wako. Nami nakupaka kinywa chako, saa zote utakaponena utanena kwa hekima ya Mungu, na maneno yako yatakolea munyu kwa laini, na wanayosikia
watasikia na watakuelewa, na watu wataitikia sauti yako, watakusubiri neno, na maneno yako yatakuwa ni maamuzi ya watu wao. Utakaa kama mkuu wa jeshi na kama mfalme katikati, kama watu wanaomboleza, ili uweze kuwachagulia nchi, na nchi ile utakayowachagulia itakuwa nchi. Tazama, nimekubariki kwa sababu ni uzao wa JC Family. Wewe ni familia ya Yesu Kristo. Katika jina la Yesu Kristo, uzima wa milele ni urithi wako. Amen. Yesu, nakushukuru kwa ajili ya Veronica na Michael mume wake. Wakae walezi wema, wazuri. Wape uweza wako na nguvu zako na hekima yako kumlea mtoto huyu, kama ulivyofanya kwa Mariam, ulivyofanya kwa mamake Samson, na maziwa yake yakawe chakula kilichobarikiwa, kimpaye mtoto huyu hekima na kimo, ufahamu. Katika jina la Yesu Kristo wa Nazareti, amani na utulivu na baraka tele na uzuri ukaonekane kwenu sasa na milele kwa ajili ya mtoto na uzao utakao kuja, maana yeye ni lango la Kristo Yesu katika maisha yetu, kwa jina la Yesu Kristo. Amen.